Kwa majina naitwa Elizabeth Mtenyo Wangila. Mimi ni mkaaji wa Bungoma hapa. Na leo tumekuja kuandamana kwa ajili ya malipo. Salary sisi hatulipwi. Tumeshindwa, shida iko wapi? Sisi tuna njaa na tuna watoto. Watoto hawaendi, wanaenda shule wanafukuzwa. Juzi tumeenda shule, tumeonga shule, tukiongea walimu wamechoka mpaka wanasema hapana, enda tu na watoto nyumbani. Nikisema hivi, watoto wangu wote wako nyumbani. Wawe wa primary, wawe wa secondary, wako nyumbani. Watoto kukula ni shida. Saa hii mtoto wangu mdogo ni mgonjwa. Nimepeleka hospitali na hakuna. Mshahara pia hakuna. Ndio. Yani tunashangaa. Yani tunafanya kazi kwanza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu hadi wa 4, wa 8. Saa hii hatuna mshahara miezi 8. Na tuko tu tunahangaika. Madeni ya watu imejaa. Yani tumeshindwa tufanye namna gani? Tuko na rentals, kuna wengi wetu tumekodesha manyumba za watu au wa nyumba wenyewe wanakuja wanatudai pesa, hatuna, wametufungia nyumba. Hata mimi nimefungiwa nyumbani, tunahangaika tulale mitaroni. Haya, sisi tukikaa hivi tunachunga vitu ya pesa mingi ya mali mingi, lakini Kwa majina naitwa Martin Waswa, ni mkaaji wa Bungoma na ni mfanyakazi wa Sniper Security, na ambapo tunaendelea kufanya kazi, lakini wakati wa sasa vile tuko hivi tunatai kampuni miezi 8, na katika hiyo hali wakati tunaitisha pesa wanatuambia pesa kaunti ichalipa. Ndio sababu umeona sisi tumeamua, tukaona hii ndio ofisi ya gavana, tukuje hapa sababu alisema gavana alikwamilia pesa. Sasa tukakuja hapa gavana asikie vilio vyetu na atulipe pesa. Mwenye naongea huyu, niko na watoto zaidi ya 20, na hao watoto wote nimetanganya walimu. Hata sasa saa hii nikifikia kwa keti tu hivi, mwalimu akiniona pengine nataka kuona mtu mwingine, anaona tu huyu mtu anakuja. Kukiita ukiangalia vitu kama mateni, sababu wanafika mahali wanatutanganya kwamba wanatulipa pesa na watulipi. Sasa tumekopa, saa hii ukipita hata watu wamechoka na sisi. Kwa hivyo tunaomba serikali ama gavana achipike na malilio yetu, pengine maisha pia sisi tunaweza onekana kama watu wengine. Mimi ndio kijana wa mkono wa Mheshimiwa Lusaka hapa. Mimi ndio chief protocol wa hii county. Leo hii wakati nimekuwa nakuja kasini kama kawaida, nimekuja nikapatwa na butua ya kwamba nikapata wafanyikazi wenzangu wote wamefungiwa nje na our security providers, na wakati nitaka kujua ni kwa nini wamefungiwa wafanyikazi nje, wakatoa lalama ya kwamba mkutano yenye tulikuwa nao haijazaa matunda, na hivyo ndio sababu wamerudi kufanya maandamano yao kama haki yao. So mimi kama kijana ya Mheshimiwa Lusaka nikajaribu nijue ni nini. Tukasemezana kidogo, lakini baadaye tukafungulia wafanyikazi waingie waanze kufanya kazi, kwa sababu serikali lazima iendelee. Huwezi simamisha serikali kufanya kazi. So hiyo ndio kitu ya kwanza. Cha pili, sisi kama county government najua hatuko directly kwa hii security officers. Sisi kama county government tuko na contract na service provider wa hii kampuni. So mtu ambaye wangetafuta sana ni mwajiri wao, kwa sababu county government si mwajiri ya our security. So kitu ambaye mimi nataka kusema as a county government, wakati ulikuwa na mkutano wa kwanza, kuna mikakati ambaye inaendelea, na nyinyi mnajua ya kwamba how serikali inafanya kazi. Serikali si nyumba ya mtu unaamuka leo na unafanya kitu. Kuna procedures. So wakati ulikuwa na mkutano, kuna procedure ambazo kwanza hata watu hawakuwa na contract yao, ilikuwa imeisha. Sasa kitu cha kwanza wamerenew hiyo contract na service provider. Cha pili, tulikuwa na documents ambazo zilitakikana ili wafanye hizo process, naambiwa zimeletwa. So mimi nataka kuambia hawa security ya kwamba sisi kama pia mimi kama mzazi, mimi kama pia mfanyikazi,
ni vibaya sana pia mimi kufanya kazi na pasipo mshahara. Si walaumu, hiyo ni haki yao, lakini nawaomba ya kwamba wakuwe tu wavumilivu kidogo. Hii county government, governor anajua hii maneno, county government inajua, public admin chini ya chief officer ameniambia anajua, na vitu zao zote, matakwa yao yote inashughulikiwa.